Wanakuambia kwamba ni mechi ya kisasi. Wanakuambia kwamba hawahitaji masiara. Hao ni Dar es Salaam Africans baada ya kupoteza kwenye mechi iliyopita kwa kufungwa goli 1-0. Hii ni mechi ya ligi kuu. Wanakuambia kwamba wanahitaji kuondoka na ushindi, yani ubingwa wa ligi kuu, huku wakiwa na alama nyingi zaidi. Sasa kuelekea kwenye mchezo huo, tayari nina kikosi hapa ambacho kinatarajia moja kwa moja kuanza kwa upande wa klabu ya Yanga. Mwalimu Pedro Goncalves ameshaandaa jeshi lake ambalo anaamini kwamba itakwenda kumpa alama 3. Anaamini kwamba hatopata matokeo yale ambayo yaliyopita, matokeo ambayo hayakuwa mazuri. Sasa kuelekea kwenye mechi hiyo, kabla sijakwenda kukuangazia kikosi, nikukumbushe hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa klabu ya Yanga dhidi ya Simba. Golini kama kawaida yupo Djigui Diarra, golikipa ambaye mara zote amekuwa ni mtimamu zaidi kwenye eneo hilo. Atakachokuwa na kihitaji zaidi ni kwa upande wa mabeki wake kuwapanga mwalimu, hicho ndicho ambacho atakuwa kikihitaji zaidi, lakini pia ni kuanzisha mashambulizi kwenye eneo la ulinzi. Lakini pia kwenye upande wa beki ya pembeni kulia yupo Yao Atouakouasi. Kwa upande wa Yao kwenye mechi iliyopita ni kama hivi amerejea, ni kama hivi ni beki ambaye mara zote atakuwa akionekana kwenye upande huo kutokana na kile ambacho amekuwa nakitoa. Maana kwamba utulivu wake wa kuzuia, utulivu wake wa kupanda, anapanda kwa wakati, anarudi kwa wakati, hicho ndicho ambacho kwa upande wa klabu ya Yanga wananofeka nacho. Hivyo moja kwa moja atacheza kwenye eneo hilo. Lakini pia Mohamed Hussein Zimbo Diarra hatimaye anarejea ndani ya kikosi baada ya kukosekana kwenye mechi kadhaa. Hatimaye mwalimu anampa nafasi na kuamini kwamba ana uwezo na ana uwezo wa kutoa kile ambacho alicho nacho. Ni mchezaji ambaye amekuwa ni mzoefu, ni mchezaji ambaye mara zote amekuwa akionyesha kwamba yeye ni mchezaji wa aina gani. Hivyo moja kwa moja atakwenda kusimama kwenye eneo hilo. Lakini pia kwenye upande wa mabeki wale wawili wa katikati yupo Ibrahim Baka. Kwa upande wa Ibrahim Baka, moja ya mchezaji ambaye amekuwa ni muhimili mkubwa pia ndani ya kikosi kutokana na kile ambacho amekuwa nakitoa ndani ya kikosi cha Yanga. Maana kwamba kwenye eneo hilo hatakuwa peke yake, atasaidiana na nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto. Bakari Nondo Mwamnyeto kwa mechi za hivi karibuni ni kama hivi ameleta pia utulivu kwenye eneo la ulinzi licha ya kutokuwepo Dickson Job, lakini kwa upande wake bado ameonyesha kwamba yeye ni mchezaji wa aina gani, ni mchezaji ambaye anahitajika zaidi kwenye eneo hilo. Hivyo moja kwa moja atacheza hapo akisaidiana na Ibrahim Baka. Kwenye eneo la viungo wako tofauti kwa wakati huu. Kwanza yuko Mohamed Damaro. Mohamed Damaro tunafahamu huyu ni kiungo ambaye mara zote amekuwa anatazamwa zaidi ndani ya kikosi cha Yanga kutokana na kile ambacho amekuwa nakitoa. Hivyo Mohamed Damaro atacheza kwenye eneo hilo. Mwalimu atakuwa akimhitaji zaidi Damaro kwa ajili ya kuzuia yale mashambulizi ambayo Simba atakuwa akipitia katikati. Lakini pia kwenye eneo hilo atasaidiana na Duke Abuya. Duke Abuya mechi iliyopita ya dabi alianzia bench, lakini kwa mechi hii kwa upande wa mwalimu anampa nafasi ya kuweza kuanza ndani ya kikosi cha kwanza. Anaamini kwamba kuna kitu hasa ambacho anaweza akakitoa kwenye mchezo. Ana uwezo wa kutuliza timu zaidi kwenye eneo la katikati, lakini pia na kupanda kwa kupiga pasi ambazo zimekuwa ni sahihi. Lakini pia kwenye eneo la kiungo cha juu atacheza Alan Okello kutokana na aina ya mfumo ambao mwalimu amekuwa akiupanga. Alan Okello tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa na utimamu zaidi ile zile pass, na ndio maana sasa hivi anacheza katikati zaidi kwenye eneo la pembeni kutokana na ile nguvu yake ambayo amekuwa akiitumia. Hivyo atacheza kwenye eneo hilo. Wakati huo pia Max Nzengeli atacheza kwenye eneo la wingi ya pembeni kulia. Max Nzengeli tunaweza tukasema kwamba huyu ndiye mfalme wa Yanga huku kwenye eneo la mbele, kwa sababu ni ngumu kuona kianzia bench kwenye mechi ya aina yoyote. Hivyo mwalimu kutokana na kile ambacho anaamini kwamba anakipata kwa upande wa Max Nzengeli, hasa kwenye upande wa kuzuia lakini pia na kushambulia, kulingana na aina mfumo wake, anaamini kwamba Max Nzengeli ni mchezaji ambaye anaweza akatoa kitu ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Africans. Lakini pia Pacome Zouzoua moja kwa moja atacheza kwenye eneo la pembeni kushoto. Pacome ni moja ya mchezaji ambaye mara zote amekuwa ni maridadi kutokana na kile ambacho amekuwa anakitoa. Ni mchezaji ambaye naweza nikasema kwamba ni muhimu ndani ya kikosi hicho
kutokana na vile ambavyo amekuwa anacheza huyu, kutokana na skills zake ambazo amekuwa anafanya. Lakini pia mshambuliaji wa mwisho ni Prince Mpumelelo Dube. Maana kwamba Dube atakwenda kucheza moja kwa moja kwenye eneo la ushambuliaji. Huyu ndiye ambaye